Shule ya sekondari ya Msimbazi ni shule inayopatikana katika manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam. Nayo ilifanikiwa kushiriki katika mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2019 unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation. Mradi huu ni mashindano yanayowapa wanafunzi fursa kutumia ubunifu wao kufanya miradi ambayo inaleta mabadiliko chanya kwenye jamii, huku na wao wakijifunza ujasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2019, shule hii ilifanikiwa kushinda kwa kushika nafasi ya 13 kati ya shule 100 zilizoshiriki kutokea mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Hivyo wakapata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Katika Uwezo Award mwaka 2019 tulifanya mradi wa kubadilisha shule yetu, na huo mradi ulienda kwa jina la mabadiliko. Katika shule yetu mtu ulikuwa ukiingia moja kwa moja shule haina mvuto kabisa. Kwa hiyo tukaona nini tufanye ili tulete mvuto katika shule yetu. Tukaona bora tutengeneze viunga vyetu vya maua, pia na kuna walimu ambao walikuwa wamechanga ili watengeneze mlima, walitengeneza kiasi. Tukaamua tuendeleze kile walichokianzisha. Kwa hiyo ile hela tuliyopata katika project yetu, tulitengeneza viunga vyetu vya maua na pia kurepea mlima. Tulipaka rangi almost viunga vyote vya shule. Pia mlima nao tuliurekebisha vizuri na kupaka rangi. Kwa hata mtu ulikuwa ukiingia wakati huo shule ilikuwa inapendeza na kuvutia. Njia ambazo zilitusaidia kupata pesa ili kufanikisha mradi wetu. Sisi shuleni kwetu siku ya club ni Alhamis. Kwa hiyo tulichokifanya members yani wa club ilikuwa kila Alhamis tulijiwekea kabisa kiasi fulani, kila Alhamis ikifika kila member anatoa. Kwa hiyo ilikuwa kila Alhamis tunakusanya mpaka ilipofikia ule muda ambao sasa tunaanza project yetu. Tulipokusanya zile hela zikatusaidia kununua vifaa vya kutengenezea makapet mpaka tukatengeneza, tulivyouza tukapata kiasi ambacho kitusaidia mpaka tukakamilisha. Kitu cha pili tulichokifanya, tulitengeneza kwanza urembo ambao yani ulikuwa tunatumia uzi kutengenezea urembo huo wa kuning'iniza kwenye mabegi na kwenye pochi labda, ambao tulikuwa kimoja tulikuwa tuanza 300. Hiki nacho pia kitusaidia kupata pesa ya kukamilisha mradi wetu. Na pia walipitia changamoto gani katika kufanya mradi huu? Muda. Kwa sababu yani muda mwingi tunatakiwa tutumie darasani, tuwe tunasoma, tunaongeza knowledge. Lakini tuna manage muda wetu, tunafanya nini? Tunafanya project yetu. Kwa hiyo ilikuwa inatuia vigumu, yani muda ambao unatakiwa uwe darasani unasoma, lakini sisi tunakuwa nje tujadili, yani tufanye kitu gani, kesho tufanyeje. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ambayo tumekumbana nayo katika mradi wetu ni kuhusu nini? Ushirikiano. Yani kukua hakuna ushirikiano ile, kwa sababu yani member wote sio wote atakuwa perfect. Kuna mtu naambiwa jamani tunakutana saa fulani, unakuta kuna baadhi ya watu hawatokei. Changamoto nyingine ambayo tumekutana nayo katika kufanya huu mradi ni kuhusu pesa. Kwa sababu tulikuwa tushapanga kwamba kila Alhamis kila member anachangia shilingi ngapi? 500 kwa ajili ya mfuko. Lakini sio wote ambao mna uwezo sawa. Wewe unaweza kusema sawa, mimi nina uwezo wa kupata 500 kwa kila Alhamis. Lakini sio wote, kila mtu na uwezo wake nyumbani kwao. Hiyo ndio changamoto nyingine. Tulipokuwa tunafanya mradi hatukutarajia kushinda wala hatukuwa na matumaini ya kushinda, kutokana na project ambayo tulikuwa tunafanya au na vile ambavyo tulikuwa tuna collect data na collect pesa zetu. Kwa hiyo tulikuwa hatuna matumaini makubwa sana ya kushinda, lakini tulikuwa na imani kubwa kwamba tuna uwezekano wa kushinda. Pia kushinda kwetu kumemaanisha kwamba tuna uwezo wa kufanya kitu, na kwangu mimi kumenijengea ujasiri, kujiamini, kwamba kuamini kwa kile ambacho naweza kukifanya, au kuamini mawazo yangu na kuamini uwezo wangu. Ushindi wetu kwangu mimi ulimaanisha heshima. Kwa sababu gani nasema heshima? Walimu wetu pia na wanafunzi wenzetu waliona tunapoteza muda mwingi sana kufanya kwenye project, na pia waliona kwamba tunafanya kitu ambacho hakiwezi kutokea kupata ushindi. Lakini siku ile tulirudi na tunzo, tulikuja na tunzo shuleni, hawakuamini, hata headmaster wetu hakuamini kwamba tunaweza tukarudi na tunzo shuleni. Pia ikafanya wanafunzi wengi wapate motivation ya kujiunga katika klabu yetu. Ushindi kwangu mimi tuliopata ulimaanisha kwamba
sitakiwi kujiona mimi ni mdhaifu, sitakiwi, haijalishi hali yangu ni ndogo kiasi gani au shule yetu ni ndogo kiasi gani, lakini tulifanikiwa kushinda. Kwa hiyo kitu kikubwa kilichomaanisha kwamba mimi kama mimi natakiwa nijiamini kwamba naweza katika kila kitu ambacho na kiplan kufanya na naweza nikakamilisha kwa muda. Ushindi tuliopata ulimaanisha kwamba tunaweza kufanya kitu, kwa sababu ukiangalia katika lile shindano kulikuwa kuna shule nyingi, kuna shule za private, yani shule zilikuwa nyingi. Msimbazi imeonekana. Why Msimbazi? Kwamba mnaweza kufanya kitu ambacho tena kinaweza kuwa kikubwa zaidi, yani mnaweza mkaipita shule ambayo labda ingefikiriwa kushinda. Hatukutegemea kushinda, ila tulikuwa tuna imani ya kushinda, kwa sababu shule yetu ukiangalia ni ya kata na ni shule ndogo sana, lakini ukiangalia kama shule ya Airwing ni shule ya private na shule kubwa sana, wanafanyaga vitu vikubwa na tulisikia baadhi ya mambo waliofanya ni makubwa sana. Kwa hiyo ni si possibility ya kushinda kwa kweli tuliona ni ndogo sana, japokuwa tumefanya project ndogo, lakini the day tunatangazwa kwamba Msimbazi ni washindi, tulifurahi sana na hatukuamini na tulikuwa happy. Hata ukiangalia, hata kama ukiingia YouTube ukiangalia, yani kila mtu alikuwa confused how that happened. Ni mambo gani umejifunza katika kufanya mradi huu? Ubunifu. Mimi binafsi nilikuwa siwezi kutengeneza makapeti na pia kutengeneza viulembo, lakini tulipofanya project yetu nikapata ubunifu wa kutengeneza carpet pia na viulembo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Tunaamini kwamba wengi wanafunzi tunaamini kwamba katika elimu ndio kuna maisha yetu, lakini kumbe kuna maisha baada ya elimu. Kuna maisha mengine, kuna ubunifu. Ukiwa na skills unaweza ukasurvive. Sisi form 4 tunakaribia kumaliza shule. Kwa hiyo miezi 7 hiyo tukatengeneza hivyo vitu tulivyojifunza kutokana na hii project yetu, tukauza mitaani na tukapata hela inayotuwezesha labda tukija kufaulu kuendelea form 6 kuwasaidia wazazi wetu kuendelea kuendelea katika masomo yetu ya mbele yanaendelea. Jambo lingine ambalo nimelipata ni ujasiri wa kufanya kitu. Kwa sababu tulivyokuwa tunafanya somehow tulikuwa tujiamini. Kwa hiyo tutashinda. Kuna shule nyingi, kuna Jangwani, kuna Zanaki, sijui kuna shule gani. Kwa ule ujasiri kwamba tufanyeni, tunaweza. Shule yani hivyo kwamba tutashinda, japokuwa kuna watu ambao bado walikuwa na wasiwasi kushinda Msimbazi, mnaweza msishinde. Lakini tukajipa moyo, ujasiri, tujaribuni. Kwa hiyo tukasema tunajipa moyo, tunaweza na tutashinda. Yani ilikuwa kama ni fahari kwetu sisi. Tumejifunza kuwa mwanafunzi unaweza kuleta maendeleo na heshima shuleni, kwa sababu kabla shule yetu hatujajiunga na Uwezo Awards, hatujashiriki, hatukuwa na vivutio wala hatukuwa na viunga ambavyo vinaweza vikamvutia mtu yoyote akatoka hapa na kaenda kutuhadisia huko sehemu za mbali. Pili, imetuletea heshima kwa sisi wana klabu, sababu tulipoleta tunzo, yani walimu pamoja na wanafunzi wote waliokuwa wanatucheka wakaanza kusema kumbe Uwezo Award mpo yani Uwezo Award mpo hivyo kiasi kwamba yani hamna mwanafunzi yoyote au hamna watu wote ambao walileta tuzo, sisi tukawa wa kwanza, yani ikatuletea heshima. Nimejifunza umuhimu wa ushirikiano katika kazi. Hii ni kwamba katika kazi haiwezi kufanyika bila ushirikiano. Kwa hiyo ushirikiano ndio unasaidia kutengeneza kazi, kwa sababu bila ushirikiano kazi haiwezi kukua na ikatendeka. Kwa hiyo kutokana na ushirikiano wetu wa kutengeneza vitu na kujenga vitu, hiyo imetupa yani kufanikisha lile lengo letu ambalo tulikuwa tunalitarajia, ambalo lengo la kupata ushindi. Ni kujituma na kujitoa. Kujituma na kujitoa inatokana na kwamba unahitajika kutoa 500 katika klabu yetu kila siku ya Alhamisi. Sio kwamba utaenda kumwambia mzazi akupe hiyo hela, kwa sababu wazazi wengi wanaweza asikuelewe, lakini wewe mwenyewe mwanafunzi kama mwanafunzi inakubidi katika matumizi yako ya pesa utakayopewa ubane hela zako ili iweze kufika 500 ikifika siku ya Alhamisi, ili uweze kutoa. Hapo ni kujitoa, kuhakikisha kwamba unafanikisha jambo fulani au unafanya kitu kwa ajili ya kitu fulani. Pia kujitoa pengine ni pale ambapo unaacha vitu vyako. Kama mimi ni mwanafunzi, pia ni mwanafunzi wa science, I have a lot of things. Nina vitu vingi vya kusoma, vitu vingi vya kukava, lakini unaacha vile vyote unatoka nje kuja kufanya projects. Unaacha vitu vingine vyote unakuja kufanya projects. Walimu wengi wanaweza wakakuoppose. Wewe ni science, wewe una vitu vingi vya kufanya, wewe unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa ile opposition unakuwa unajaribu jinsi gani au namna gani unaweza overcome
Kwa hiyo ile namna ile ya kuovercome, namna ile ya kuziba masikio na kwenda kufanya kile kitu kwa imani kubwa, kwa kuamini kwamba hichi kitu nitakachoenda kukifanya kitakuwa na positive profit. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho nimejifunza katika Uwezo Awards, ambacho kitanisaidia, naamini kimenijengea namna nyingine au jinsi nyingine katika maisha yangu, kwamba nahitajika kujituma, nahitajika kujitoa nikitaka kufikia sehemu fulani au kupata kitu fulani. Huu ndio ukawa mradi uliowapa wanafunzi wa shule ya sekondari ya Msimbazi ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019. Chukua hatua, onyesha uwezo.